Mpendwa mtazamaji, ni Dominika ya 13 ya mwaka A wa kanisa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata katika somo la kwanza linalotoka kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya 4 aya ya 8 hadi ya 11 na 14 hadi 16. Somo la pili linatoka waraka kwa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 6 aya ya 3 hadi ya 4, ya 8 hadi ya 11. Injili inatoka kwa mwinjili Mathayo, sura ile ya 10 aya ya 37 hadi ya 42. Nitaisoma. Yesu aliwafundisha mitume wake hivi: ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, kitabu cha pili cha Wafalme kinazungumza habari za nabii Elisha na mwanamke Mshunami. Nabii Elisha alikuwa ni moja ya manabii wakubwa katika Agano la Kale, aliyepokea utume baada ya kuweza kuitwa na nabii Eliya. Kitendo cha kubali kazi ya Mwenyezi Mungu kwamba ataifanya kwa uaminifu, alihakikisha kwamba anateketeza mali zake zote alizokuwa nazo, ng'ombe, majembe, akawaga wazazi wake ili abakie katika kazi ile ya unabii kwa taifa la Israeli. Nabii Eliya akawa amefariki, amechukuliwa na upepo na farasi wa moto na upepo wa kisulisuli kwenda mbinguni. Jukumu la taifa la Israeli kuweza kuwa katika usalama, lisitende dhambi tena, likawa mikononi mwa nabii Elisha. Mara kwa mara akawa katika safari zake za kwenda katika mlima wa Bwana kukutana na Bwana, aongee na Bwana. Na maisha ya manabii wa kweli katika taifa la Israeli walikuwa hawaishi mjini, wanaishi mapolini, kwenye mapango, apate nafasi ya kuisikia sauti ya Bwana. Bwana anaongea naye kitu gani kwa ajili ya taifa. Katika safari zake za kupita, akajikuta anapita eneo la Shunemu. Mwanamke mmoja ambaye yeye alikuwa ana cheo kikubwa katika serikali ile ya mfalme wa Israeli akamwona katika nafasi yake ya mafanikio kuweza kuwa na cheo katika serikali hili, katika utumishi wa serikali. Alikuwa ana moyo wa kuweza kuona kitu cha ziada kwa wale ambao ni wahitaji. Usisahau, nabii Elisha hakuwa na mvuto, alikuwa ni mtu ambaye amejaa mavumbi viatu vyake, anatembea tu na mfuko, amevaa tu nguo ambayo la kuweza kukinga yeye asipatwe na jua kali. Lakini huyu mwanamke akaona kitu kwa huyu mtu anayepita pale, akamwita apate chakula. Habari hii inafanana sana na habari ya Ibrahimu, ambaye aliyekuwa amekaa katika mlango wa Mamre katika nyakati zile ambazo Mwenyezi Mungu amemwita katika ile nchi ya ahadi. Ibrahimu akaona wageni wanapita, hakutaka wageni wapite hivi hivi,
akawakaribisha waweze kupata chakula. Mafanikio ya mwanadamu anayepita katika kipindi kigumu cha maisha ya utasa, mambo fulani hayaendi. Ibrahimu alikuwa na mali nyingi, lakini alikuwa hana mtoto kwa Sara mke wake. Mwanamke Mshunami alikuwa ana cheo kikubwa, lakini alikuwa tasa, hana mtoto kwa mume wake. Mafanikio au utasa huwa unaondoka kwa kupitia wageni ambao wanapita mbele yako, ambao huwajui na wamejifunga, hawana mvuto sana, wana mavazi ya ajabu ajabu. Huyu mwanamke anamkaribisha Nabii Elisha pamoja na mtumishi wake katekista wake Gehazi, akawaambia karibuni mpate chakula. Alihakikisha kwamba anatenda jambo zuri, ingawa alikuwa na utasa. Hata kama unapita katika utasa, kuna mambo hayaendi, hakuna furaha katika ndoa yako, hakuna matumaini katika kazi yako, kuna utasa unaenda, unapitia katika utasa katika mambo ya uchumi, utasa katika mambo ya mahusiano, kuna utasa fulani uko nao, jitahidi kutenda jambo jema kwa mtu mgeni anayekuja mbele yako. Baadaye huyu mwanamke akamwomba mume wake, akasema, tazama, huyu mtu anayepita hapa mimi namuona kwamba ni mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kama huna mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, huwezi kuona utakatifu kwa mtu anayepita mbele yako. Huyu mwanamke alikuwa anasali. Hivyo basi, kitu kingine katika nyakati za mafanikio yako, uweze kuwa mtu wa kusali, mtumaini Mwenyezi Mungu. Anamshirikisha mume wake kwamba ninaona huyu bwana ni mtakatifu wa Mungu, hivyo na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara na taa, na itakuwa anapokuja hapa ataingia humu ndani. Fundisho: kuna wanawake wengi baada ya kupata mafanikio, kuweza kuwa na cheo katika serikali au katika utumishi wao, dharau kubwa inakuja kwa mume wake. Atajikuta anafanya baadhi ya mambo bila kumshirikisha mume wake. Huyu mwanamke, zaidi ya cheo alichokuwa nacho, angalia, anamwomba mume wake katika kufanya kitu kwa ajili ya mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Ni mara ngapi akina mama wenye mafanikio amejikuta amefanya kitu kikubwa tu kwa ajili ya kanisa au kwa ajili ya mtumishi wake au kwa ajili ya mchungaji wake, kwa ajili ya mtu fulani, bila kumshirikisha mume wake kwa sababu ana cheo? Ni mara ngapi katika nafasi ya mafanikio yako umeamua kufanya wewe, ukasahau kwamba hata kama mnapita katika kipindi kigumu cha utasa, hata kama umepata maono, usije ukasahau huyu mume wako ambaye haongei sana. Kauli yake, baraka yake kwa kile unachokifanya itakupeleka hatua nyingine kubwa. Mume wake akakubali tufanye hilo, na huyu mwanamke hakufanya ili kwamba Mwenyezi Mungu ajibu maombi yake ya utasa, alifanya kwa moyo ule. Fundisho: tunafanya mambo mengi sana kwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, tunafanya mambo mengi sana kwa ajili ya kanisa, ndani mwake tumeweka nia, Mwenyezi Mungu nibariki katika jambo hili. Fanya bila kuweka nia nyingine. Fanya kwa sababu ya wema wa Mwenyezi Mungu. Fanya kwa sababu huyu mtu anastahili. Usifanye kwa ajili ya kitu fulani. Katika hilo alivyojenga, basi huyu nabii akapita, akaingia ndani, akalala. Nadhani ilikuwa ni mara yake ya kwanza kulala katika nyumba nzuri kwa sababu ya maisha yake. Na ndipo asubuhi akamuuliza katekista wake Gehazi, atendewe nini? Nimwombee cheo? Nimwombee nafasi kubwa kwa mfalme? Inaonekana nabii huyu alikuwa ana nafasi kubwa pia ya kuweza kuongea na mfalme. Nimwombee kwa amiri jeshi mkuu, aongezewe ulinzi, apandishwe mshahara wake? Huyu mwanamke akasema, hapana, ninaishi kwenye familia yangu, nimetosheka katika vitu ambavyo niko navyo. Hakuwa mlalamishi. Ndipo huyu Gehazi kumbe alikuwa tayari ameshasikia habari kwamba huyu mwanamke hana mwana na mume wake ni mzee. Akamwambia, huyu mwanamke
ni tasa, hana mtoto, mume wake amechokuwa ni mzee. Ndipo nabii Elisha akamwita akamwambia, panapo wakati huu mwakani utakumbatia mtoto. Habari hii inafanana sana na ile kitabu cha Mwanzo sura ya 18, wakati huyu mtumishi wa Mungu Ibrahimu alipofanya jambo zuri la kuweza kuwalisha chakula wale malaika wale walipokuwa wanaondoka. Kitabu cha Mwanzo sura ya 18 akamwambia, sura ya 18 aya ya 10, malaika akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume baada ya kuweza kuwalisha chakula. Anapata baraka baada ya kuweza kuwatunza watumishi wa Mwenyezi Mungu, baada ya kuweza kumtunza nabii Elisha. Utasa wako unaopitia umefungwa katika swala zima la kufungua mikono yako kwa mtu fulani mgeni usiyemjua. Kuna watu wamepita mbele yako wengi wakihitaji msaada, mara nyingi sana pia hawajazungumza na wewe, umewafumbia macho. Hebu fungua jicho la tatu katika utasa unaopita. Umefanya maombi mengi mbele za Mwenyezi Mungu, ni mwema, hujafungua mkono wako kufanya kitu fulani kwa mtu mgeni usiyemjua. Ibrahimu alifanya hivyo akapata mtoto. Mwanamke Mshunami amefanya hivyo, anapata mtoto. Na ndio maana katika Injili hii Yesu Kristo anazungumza kwa mitume wake kwamba anayewapokea nini ananipokea mimi. Ukimpokea mtu wa Mungu umempokea Mungu mwenyewe, ukimpokea mtu wa Yesu umempokea Yesu mwenyewe. Na anasema ukimtendea vyema, ukimnywesha mmoja wapo ya hao wadogo ngaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi wa Yesu, anasema hakika utapokea thawabu ambayo ni kubwa sana. Na ukimpokea nabii, kwa kuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu, utapata thawabu ya unabii. Katika hilo la kujitoa kwa ajili ya watumishi wa Mwenyezi Mungu, ambako baadaye upate zile baraka zako, mafanikio yako, fanya kwa moyo wako wote, usifanye kwa kushurutishwa. Yesu Kristo anazungumza, anasema hivi, duniani hapa katika magumu unayoyapitia, usije ukaacha katika kubeba msalaba wako. Msalaba wako ni kitu gani? Yesu Kristo alipokuwa anazungumza habari za msalaba, alikuwa maeneo ya Galilaya. Nyakati hizo Pilato alikuwa ameshawakamata Wayahudi zaidi ya 2000 waliokuwa wamefanya uasi, akawatundika msalabani katika njia za kuenda Galilaya, ili kila mmoja anayewaona pale atambue kwamba upo mkono wa nguvu katika serikali ya Kirumi, usije wakafanya hata mara moja mapinduzi. Wale watu walipokuwa wanauawa walibebeshwa misalaba wakauawa, kifo cha aibu. Na Yesu Kristo anapozungumza kwamba ukitaka kumfuata yeye, chukua msalaba wako nifuate. Maana yake nini? Msalaba kilikuwa ni chombo kinachokupelekea mtu kufa, kunyongwa. Kuna kitu katika maisha yangu kinanipelekea nife kiroho, ninajinyonga kiroho, ninakufa. Nina tabia ambayo inanipelekea nife kiroho, ninaficha hiyo tabia, sitaki watu wengine watambue, ninaficha hicho kitu. Yesu Kristo amesema badala ya kwenda kuficha, beba tukuone kwamba kitu hicho kinakupelekea ufe kiroho. Na usije ukaacha kumfuata Yesu Kristo kwa sababu una jambo baya linalokupelekea ufe. Mfuate Yesu kupitia hilo: utasa, familia, kazi, umasikini, madeni, maisha yako mabaya, ulevi wako, uzinzi wako. Mfuate Yesu kupitia huo msalaba wako. Kwa nini? Njiani katika kumfuata huyo Yesu, anaweza katika Simoni wa Kirene akakusaidia kubeba huo msalaba. Na anasema kwamba ukiamua kuiangamiza nafsi yako, nafsi ina matamanio mabaya, ukaamua kuiangamiza nafsi yako kwa ajili ya Kristo, amesema utaisalimisha. Ndio maana Paulo katika barua yake kwa Warumi sura ile ya 6 amesema kwamba sisi sote ambao tumebatizwa katika Kristo, kitendo cha kuzamishwa kwenye yale maagano ya ubatizo, tulivyoinuka, maana yake tumezamisha mauti yetu yote kwa Kristo.
kama tumezikwa pamoja na Kristo kupitia ubatizo wetu, maana yake kwamba tutafufuka pamoja na Kristo katika utukufu wa Mungu Baba. Wenyeji wetu ni mbinguni. Hivyo anasema tutembee katika upya wa maisha ya uzima. Tutembee tukijua kwamba Kristo ambaye ametangulia mbele yetu, ambaye ni mzima, hafi tena, atatufanya nasi ambao tupo katika dimbwi la dhambi kubwa tudumu katika amani. Hivyo basi tudumu katika uzima, tusitumikie tena dhambi. Dhambi hizi ambazo zinanipelekea niweze kufa kiroho, nimfuate Kristo ambaye ni uzima. Yeye kupitia hiyo atanitolea mateso yangu yote, kwa sababu alisema, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Atatupumzisha na misalaba yetu hii, atatupumzisha na matamanio yetu mabaya. Tukitoa matumaini yetu, tukitoa maisha yetu kwenda kuwasaidia wale ambao Yesu Kristo ametuma kwa ajili yetu, ambao hawana kitu hapo duniani, tukawasaidia, tutapata yale ya mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.